السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير، نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، آمين. Tunaendelea na somo letu tulilolianza jana biidhnillahi tabaraka wa taala, tukiwa tunasoma sunna katika risala ya al-Sheikh al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, inayoitwa at-tamassuku bis-sunnati an-nabawiyya wa atharuhu, kushikamana na sunna za mtume na athari zake. Kwa tunasoma, tunajifundisha sunna ili tuijue sunna na tushikamane nayo. Na jana tukasema as-sunna عند المحدثين، السنة عند الأصوليين. Sunna mbele ya watu wa usul wanavyoielezea wao, wakasema kullu ma thabata عن النبي صلى الله عليه وسلم، kila kilichothibiti kutoka kwa mtume swalla na salamu ziwe juu yake, min qawlin, kuanzia kauli yake mtume ni sunna, au fi'lin, au kitendo chake mtume ni sunna, au taqririn, au jambo ambalo amelikubali mtume lililofanywa mbele yake na masahaba zake, kawa mtume hakulikataza, hiyo ni katika sunna. Katika mwendo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yani katika sunna, katika mwendo wake, katika mambo yaliyofanywa mbele yake na masahaba, ni pale alipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumza nao, akiwasomesha, basi walikuwa masahaba wakikaa hapa mbele yake hivi. Kwa hiyo sisi tunasoma sunna. Kwa hiyo niwatake, niwaombe nye vijana nyote, watu wazima najua kidogo lazima wapate ukuta, nye kaeni hapa tuwe tunapata sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wale watu wazima tutawasamehe kwa sababu ya hali zao, si mnasoma sunna nye bado msianze kujizoesha ukuta mapema. Kwa hiyo kaeni hapa mbele ya mwalimu. Barakallahu fikum, Allah awabarik. Tunaendelea na pale tulipofika jana. Tulifika katika sahifa ya 6,
kurasa nambari 6 tunaondokea katika paragrafu ya pili hapo, inna sunnata nabawiyata. Mmepaona wale waliobahatika kupata vitabu tayari? Bin Mustafa na kuazima hichi, tukimaliza utanirejeshea. Tayari hapo tayari hapo, umepona? Ukurasa wa 6 nambari 6 chini hapo kidogo, paragrafu ya pili hapo, anasema Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen katika muhadhara wake huu aliyoutoa katika chuo kikuu cha Madina alipoalikwa kwa ajili ya kufanya muhadhara huu, na yeye mwenyewe vile vile ni mhadhiri katika chuo kikuu ambapo katika tawi la Far'ul Qasim, jana nilisema kitengo kinachoitwa Al-Qasim, lakini ni tawi lililopo katika mji unaoitwa Al-Qasim. Allah ambarik yule ambaye ameniweka sawa katika nukta hiyo. Tayib, tunaendelea. Anasema inna sunnata nabawiyya, hakika sunna ya mtume, hiya ma thabata ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sunna ni lile jambo ambalo limethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, min qawlin, kuanzia kauli yake mtume ni sunna, au fi'lin, au kitendo chake mtume ni sunna, au taqririn, au jambo alilolikubali mtume ambalo limefanywa mbele yake ni sunna. Kwa hiyo, kwa nilivyoeleza, hii ni taarifu ya sunna kwa watu wa aina gani? Nani ataniambia? Nimetaja taarifu ya sunna kwamba iko taarifu ya sunna walioelezea al-usuliyun, watu wa usul, na kadhalika kuna taarifu ya sunna inda al-fuqahai, mbele ya watu wa fiqhi, na kuna taarifu ya sunna inda al-muhaddithin. Hii ni ipi aloeleza Sheikh? Watu wa online huko. طيب, hii ni taarifu ya sunna inda al-usuliyin, mbele ya watu wa usul. Watu wa usul wanapoielezea sunna wanasema ma thabata ani nabii sallallahu alayhi wasallam, ni lile jambo ambalo limethibiti, manake sahihi, kweli mtume kafanya hivyo. Ma thabata ani nabii sallallahu alayhi wasallam min qawlin, kuanzia kauli yake aliyoisema mtume ni sunna, au fi'lin, au kitendo alichokitenda mtume ni sunna, au taqririn, au jambo ambalo limetendwa mbele yake na mtume akalikubali. Hiyo ni sunna, na hiyo ni definition ya sunna inda al-usuliyin, mbele ya watu wa usul. Ama watu wa fiqhi, wao as-sunnatu inda al-fuqahai, wao wanasema, hiyo haiko kwenye kitabu hapo, wanasema ma nuqila ani nabii sallallahu alayhi wasallam, sunna ni jambo ambalo limepokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, min ghairi iftiradin wala wujubin,
pasi na kuwa jambo hilo ni faradhi wala wajib. Watu wa fiqhi wakieleza sunna wanasema hivyo, ma nukila an nabii sallallahu alayhi wasallam, ni jambo ambalo limenukuliwa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, min ghairi iftiradin, pasi na kuwa jambo hilo ni lazima, min ghairi wujubin wala iftiradin, sawa, pasi na kuwa jambo hilo ni wajib au faradhi. Na hapa ndipo watu wengi tuliochukua definition hii tukasema kwani lazima, kwa sababu watu wa fiqh wamesema min ghairi wujubin wala iftiradin. Sunna ni jambo ambalo sio wajibu wala si faradhi. Na as-sunnatu 'inda al-muhaddithin, sunna mbele ya watu wa hadithi wao wakaelezea wakasema, kullu ma sadara 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni kila jambo linalotokana na mtume sallallahu alayhi wasallam, min qawli, kuanzia kauli maneno, au fi'lin, au kitendo chake mtume ni sunna, au taqririn, au jambo ambalo amelikubali mtume lilofanywa mbele yake ni sunna, au sifatin khalqiyya, au sifa ya kimaumbile, au sifatin khuluqiyya, au sifa ya kitabia, au sira, au sira yake mtume. Hiyo ndio sunna inda almuhaddithin. Kwa hiyo vitu kama hivi unaandika, ni faida hizo unaandika. Tayib, narejea katika kitabu. Ashekh nasema inna sunnata nabawiyata, sunna ya mtume ni ipi? Sunna ya mtume hiya ma thabata ani nabii, ni lile jambo ambalo limethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, min qawlin, kuanzia kauli yake, au fi'lin, au kitendo chake mtume ni sunna, au iqrarin, au kukubali kwake mtume jambo lilofanywa mbele yake ni sunna. Watu walivyoeleza hiyo ni sunna mbele ya watu gani wameelezea hivyo? Al-usuliyin. السنة عند الأصوليين. والعمل بها واجب. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen anasema sasa hiyo ndiyo sunna sasa aloelezea hapo. Walamalu biha wajibun, na kuifanyia kazi sunna ni jambo la wajibu, jambo la lazima. Kwa hiyo manake mtu asiseme tu si sunna tu hiyo. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen kwenye muhadhara wake alipokuwa akizungumza katika qa'atul muhadarat, kwenye ukumbi wa mihadhara, akizungumza na watu mbalimbali, wanafunzi wa chuo kikuu hicho, akawaambia walamalu biha wajibun, na kuifanyia kazi sunna ni jambo la wajibu. Kalamali bilqurani tamaman, kama vile kuifanyia kazi Qurani kwa ukamilifu. Ni wajibu kuifanyia kazi sunna, tena kama vile unavyoifanyia kazi Qurani tamaman, kiutimilifu kabisa. Illa, isipokuwa, anna almustadilla bilqurani, isipokuwa yule mwenye kuitolea dalili Qurani, la yahtaju illa ila nadharin wahidin, isipokuwa mwenye kuitolea dalili Qurani yeye hahitaji, isipokuwa anahitaji uchunguzi mmoja tu basi, mtazamo mmoja tu basi, tofauti na sunna. Lakini kuifanyia kazi sunna, Sheikh anasema ni wajibu, yani ni jambo la lazima kama kuifanyia kazi Qur'ani, ila isipokuwa
illa anna almustadilla bilqurani, isipokuwa mwenye kuitolea dalili Qurani, la yahtaju illa ila nadharin wahidin, hahitaji ila anahitajia mtazamo mmoja tu, anahitajia uchunguzi mmoja tu, tofauti na sunna. Walmustadillu bisunna, na mwenye kuitolea dalili sunna, yahtaju ila nadharaini, yeye anahitajia namna mbili za uchunguzi, mitazamo miwili. Qur'ani ataitazama katika mtazamo mmoja, ama sunna anahitaji mitazamo miwili. Nimeeleweka hapo? Tayeb, kisha akasema amma alquranu, amma qurani فيحتاج المستدل به إلى النظر في دلالة النص على الحكم. أما Qur'ani anahitaji mwenye kuitolea dalili Qur'ani kuangalia dalili ya matni yenyewe juu ya hukumu. Hapo mmenielewa? Bado nyuma amesema kuifanyia kazi sunna ni wajibu, kama vile kuifanyia kazi nini? Qur'an. Isipokuwa mwenye kuifanyia kazi Qur'ani anahitaji nini? Mtazamo mmoja tu, uchunguzi mmoja tu. Fayahtaju almustadillu bihi ila an-nadhari, uchunguzi wenyewe anahitaji mwenye kuitolea dalili Qur'ani, ila an-nadhari fi dalalati an-nass ala al-hukmi, anahitaji kuangalia dalili ya matni juu ya ile hukumu iliyopo. Nasi hii, tukisema nas maana yake ile matni, ile aya. Sawa, aya hii, nasi hii, kuna hukumu gani hapa? Hicho ndicho anachokihitajia. Ama Qur'ani yenyewe kwamba aya hii ni sahihi au si sahihi, vitu hivyo hahitaji. Nimeeleweka Kwa sababu Qur'ani hakuna vitu vya namna kama hiyo, kwamba ni sahihi au si sahihi. Vitu hivyo viko wapi? Kwenye sunna. Qur'ani moja kwa moja imethibiti usahihi wake, hakuna wasiwasi, hakuna mashaka, mutawatira. Wazi? Kwa hiyo mwenye kuitolea dalili Qur'ani ndo anahitaji mitazamo miwili. Mtazamo wa mwanzo, mtazamo mmoja, mtazamo wenyewe ni dalili ya matni, yani ile aya, ile matni anayoisoma ile aya juu ya hukumu. Hapa panahitaji ufafanuzi kidogo wa kutosha, lakini nikupeni mfano mmoja. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, oweni mnaowapenda katika wanawake wawili na au watatu au wanne, wa in khiftum alla ta'dilu fawahida, na mkiogopea hamtafanya uadilifu, oweni mmoja. Hii ndio nas, ndio matni. Sasa mtoaji dalili kwa hii anahitajia nini? Dalili ya hii nafsi katika nini? Hukumu. Pana hukumu gani? Kwa hiyo ukiangalia aya, hukumu ya mwanzo kuna uhalali wa mtu kuoa, fankihu ma taba lakum, lakini pia pana hukumu ya mtu kuoa zaidi ya mke mmoja katika nasu hii, lakini pia
kuna hukumu ya mtu kubaki na mke mmoja ikiwa ataogopea hata kuwa mwadilifu. Nadhani nitakuwa nimeeleweka kidogo kwa mfano huo. Tayeb, kwa hiyo nasema ama alquranu fayahtaju almustadillu biha ila an-nadhar, anahitaji mwenye kuitolea dalili Qur'ani mtazamo fi dilalati an-nasi ala al-hukmi, katika dalili ya matni juu ya hukmu alladhi istudilla lahu bihadha an-nass, ambayo imetolewa dalili kwa matni hii. Wala raiba, wala hakuna shaka yoyote, shaka nasema anna an-nasa yakhtalifuna fi hadha, hakuna shaka yoyote kwamba watu wanakhtilafiana katika jambo hili, ikhtilafan kathiran, ikhtilafu nyingi, bihasabi ulumihim wa fahmihim, kulingana na elimu zao na fahamu zao. Katika kutoa hukumu pale, katika kupata hukumu katika nasi, watu wanakhtilafiana kulingana na elimu zao na fahamu zao. Wannasu yakhtalifuna fi fahmi dilalati alqurani alkarim, watu wanakhtilafiana katika kufahamu dalili za Qurani alkarim, hasaba ulumihim, kulingana na elimu zao, wa afhamihim, na fahamu zao, wa hasaba imanihim billahi, na kulingana na imani zao za kumwamini Allah azza wa jalla, wa ta'dhimihim li hurumati llahi, na kutukuza kwao mambo matukufu ya Allah. Hiyo ni upande wa mwenye kutoa dalili kwa kutumia Qur'ani, mtazamo na uhitaji ni huo basi. Kisha anakuja sehemu ya pili, amma almustadillu bisunna, ama mwenye kuitolea dalili sunna, fayahtaju ila nadharaini, yeye huyu anahitajia mitazamo miwili, anahitajia uchunguzi wa aina mbili. Awaluhuma, wa kwanza, النظر في ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kwanza anahitajia uchunguzi katika kuthibiti hiyo sunna kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba je, hii hadithi, hii sunna imethibiti kutoka kwa Mtume? Ni hadithi hii sahihi, hii ni kweli, hii hadithi ya Mtume? Anahitajia hivyo. Ama kwenye Qur'ani hicho hakipo. Akitoa kwenye Qur'ani hana wasiwasi kwamba hii kweli ni aya hii yatoka kwa Allah, hii maneno ya Allah haya, hakuna kitu namna kama hiyo. Lakini mwenye kutolea dalili sunna anahitaji vitu viwili. Cha kwanza, an-nadharu fi thubuti sunnati an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kuchunguza katika kuthibiti kwa hiyo sunna kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini iwe hivyo? Anasema lianna sunnata dakhala fiha kathirun min al-ahadithi ad-da'ifa wal-mawdu'a, kwa sababu katika sunna zimeingia nyingi katika hadithi dhaifu na hadithi ambazo maudhu, zilizopenyezwa. Ziko dhaifu na nyingine zimetengenezwa tu na watu zikapenyezwa. Kwa hiyo mwenye kutolea dalili hadithi, yani sunna, anahitaji vitu viwili. Kimoja ni hiki, lazima asome. Hapa ndipo tutakapoona kwamba sisi Waislamu hatuna muda wa kupoteza. Tuna mambo mengi ya msingi hatuyajui kabisa, tunahitaji kuyasoma. Sisi tunaye mtume tulioletewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume huyu kauli yake ndio sunna kwetu, kitendo chake ni sunna kwetu, alichokikubali ni sunna kwetu. Lakini uwanja huu wa sunna umeingiliwa sana na hadithi nyingi dhaifu, na umeingiliwa sana na hadithi nyingi maudhu, hazina asli kabisa.
Sasa mimi na wewe ambao ni Waislamu twahitajia hicho kilicho sahihi, kinachotokana na Mtume. Maana yake nini sasa? Lazima sasa tukaze buti, tusome ili tuweze kupembua hii ndiyo ya Mtume na hii siyo ya Mtume. Lakini umma wa Kiislamu katika janibu hii umelala. Matokeo yake tunapewa mambo humu yasiyothibiti kabisa kutoka kwa Mtume, tunayopokea, tunayofanyia kazi, mtu akiamini kwamba hii ni hadithi ya Mtume, hii ni sunna, kumbe jambo halina asli kabisa, halikuthibiti kwamba ni hadithi hiyo ya Mtume, kwamba hilo ni sunna, lakini kapewa na ulimwengu wenyewe. Sasa basi anarushiwa tu mtu kwenye WhatsApp, chukua uradi huu, sema mara kadhaa kadhaa neno hilo, utapata kadhaa kadhaa. Kakazana maskini Muislamu, katenga muda wake mara 10,000 kashika neno analisema, akiamini kwamba ni sunna, akiamini kwamba hapo atapata thawabu, akiamini kwamba hivyo anamfuata Mtume. Kumbe jambo lenyewe ni maudhuu kabisa, halimo aslan katika sunna. Kwa hiyo sisi Waislamu tuna kazi kubwa kubwa mno ya kusoma mambo haya ili tuweze kupata kilicho sahihi, kilichothibiti kutoka kwa Mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hicho ndicho ambacho kitakuwa na wajibu kwetu sisi kukifanyia kazi. Ama kilicho dhaifu au kilicho maudhuu, hicho hatupaswi sisi kukifanyia kazi. Ama kilicho dhaifu, yako baadhi ya maneno ya ahlul ilm namna gani kinafanywa kazi, lakini kilicho maudhui kabisa hakuna nafasi katika dini ya Uislamu. Hilo la mwanzo. Kwa hiyo hapa lazima kila mmoja kati yetu ajipekue na atoe juhudi kubwa sana, aanze kusoma, asome na insha Allahu atapanda kidogo mpaka atafika kuyafikia hayo, mpaka atafika kuyaelewa. Nikirejea hapo katika kitabu anasema fayahtaju almustadillu biha ila an-nadhari fi sihhatiha, anahitaji mwenye kuitolea dalili sunna uchunguzi, mtazamo, fi sihhatiha, katika kusihi kwake sunna hiyo ni sahihi, wa thubutiha, na kuthibiti kwake kweli imethibiti. Hii ni kauli ya Mtume, ni kweli imethibiti. Hiki ni kitendo cha Mtume, ni kweli imethibiti. Jambo hili lilifanywa mbele yake na Mtume akakubali. Kwa hiyo fayahtaju almustadillu biha ila an-nadhari fi sihhatiha wa thubutiha, anahitaji mtazamo, kutazama, kuchunguza katika usahihi wake sunna na kuthibiti kwake an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume swalla na salamu juu yake. Kweli jambo hili limetoka kwake Mtume, anahitajia hiki. Kikiwa amekipata kimethibiti sahihi katika njia zake, kimetoka kwa Mtume, hiyo ni sunna. Kamatana nayo, shikamana nayo, dumu nayo. Walihadha anasema shekhe, na kwa ajili hii alafa alulamau rahimahumullahu kutuba rijal, na kwa ajili hii ndio maana wameandika, wametunga maulamaa, wametunga kutuba rijali, vitabu vinavyoelezea arrijal, rijalu sanadi, kwamba huyu fulani bin fulani bin fulani, hadithi hii kaipokea kwa fulani bin fulani bin fulani, na huyu ni thika, mtu madhubuti, na huyu kaipokea kwa fulani bin fulani bin fulani, na huyu fulani ni thika.
na huyu thika na huyu thika, mpaka inafika ile kwa tabi'i, na mpaka inafika kutoka tabi'i kwa sahaba, na mpaka sahaba anasema nimemsikia mtume au nimemuona mtume au imefanywa hivi mbele ya mtume. Kwa ajili hiyo ya kunusuru, ili mtu apate usahihi wa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na apate kuthibiti kwake, kwa ajili hiyo alafa alulamau rahimahumullahu kutub arrijal. Ndipo tunapojiona sasa, kumbe tuna safari ndefu ya kusoma na tuna vitu vingi vya msingi vya kuvisoma. Kumbe hatuna muda hata kidogo wa kupoteza kwenye mamuvi huko na katika upuuzi mwingine, kwa sababu tuna mambo ya msingi na ya lazima ili tuweze kupata mwendo wa mtume ulio sahihi, ili tuweze kushikamana na ile sunna ya mtume. Waalafu fi mustalahi, na wameandika, wametunga maulama katika somo la mustalahu alhadithi, hata tatabayana sunnatu sahihatu min as-saqima, ili ibainike sunna iliyo sahihi min as-saqima, kutokana na ile iliyokuwa ngonjwa, si sahihi, ni maudhui. Kwa hiyo maulama wameandika kutub ar-rijal, kadhalika wakaandika fani hizo za mustalahu alhadithi, ili ibainike sunna kwamba hii ni sunna sahihi. Hii ni hadithi unaisoma kwamba ni hadithi mutawatir, hii ni sahihi na hii ni hasan na hii ni dhaif. Hii hapa ni sahihu lidhatihi na hii hapa ni sahihu lighairihi, na hii hapa ni hasan lidhatihi na hii hapa ni hasan lighairihi. Na kujua vile vile aina za hizo hadithi na kuyajua hayo mahadithi madhaifu na maudhua, ili usije ukatumbukia katika kuyafanyia kazi. Tuna kazi kubwa sana, lakini tumeghafilika kiasi kikubwa mno na mambo yasiyokuwa ya msingi, na hatimaye imekuwa ni watu wenye kubahatisha katika dini yetu, katika kumfuata mtume wetu. Unachopewa wabeba na waamini kwamba hii ni sunna, unachotumiwa wabeba, wachukua, wafanyia kazi na waamini kwamba hii ni sunna. Kwa hiyo mtu mwenye kutumia sunna, mwenye kustadili na sunna, anahitaji jambo hili la kwanza. Ama nadharu thani, ama mtazamo wa pili katika sunna, uchunguzi wa pili katika sunna, fahuwa kanadhari fi lqurani, nao mtazamo huu ni kama ule mtazamo katika Qurani. Ay yani annadharu fi dilalati an-nassi ala al-hukm alladhi istudilla lahu bihi, ni mtazamo wa kuangalia katika dalili ya matni juu ya hukumu ambayo imetolewa dalili kwa kutumia nafsi hiyo. Wannasu yakhtalifuna fi hadha ikhtilafan kathira, na katika jambo hili watu wanakhtilafiana ikhtilafu nyingi, kama alivyosema kule katika alipokuwa akizungumzia Qur'an. Kisha anasema walaqad qala Allahu azza wa jalla, na kwa hakika amesema Allahu azza wa jalla linabii sallallahu alayhi wasallam, amesema Allah kumwambia nabii wake swala na salamu ziwe juu yake, wa anzala Allahu alayka alkitaba walhikma, na ameshusha Allah kwako wewe kitabu na ameshusha hikma. Haya ni maneno ya Allah katika suratu Nisa, katika aya nambari 113. Sheikh anasema amesema Allah kumwambia mtume wake, Allahu jalla wa ala anamwambia mtume wake Muhammad, wa anzala Allahu alayka alkitaba, Allah ameshusha juu yake Muhammad kitabu, yani Qur'ani.
walhikma, na ameshusha kitu kingine vile vile kinachoitwa hikma. Mbele hapo anasema Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, anasema wafassara kathirun min alulamai, na wametafsiri watu wengi katika maulama alhikma, wakatafsiri hilo neno hikma lilokuja katika aya hapo, wa anzala Allahu alayka alkitaba walhikma, kwamba Allah amekuteremshia Muhammad vitu viwili, amekuteremshia cha kwanza kitabu, yani Qur'ani, walhikma, na kitu cha pili kuteremshia hikma. Kwa hiyo wengi ya maulama wakatafsiri hikma hapa biannaha as-sunna, kwamba hikma maana yake ni sunna. Kwa hiyo katika aya hiyo Allah anamwambia mtume wake, maana yake tumekuteremshia kitabu na tumekuteremshia sunna. Wengi kati ya ahlul ilmi wametafsiri neno al-hikma hapo kwa maana ya sunna. Wa amara Allah ta'ala bi ta'atihi, Sheikh anasema na ameamrisha Allah kutiiwa yeye Allah atiiwe, wa ta'ati rasulihi, na kadhalika pia Allah ameamrisha kutiiwa mtume wake. Watu waja wake Allah wamtii yeye mwenyewe Allah, kisha hao waja wake wamtii mtume wake. Taa hizi ameamrisha Allah mbili: taa ya kwanza kutiiwa yeye, na taa ya pili kutiiwa mjumbe wake. Faqala ta'ala, basi amesema Allahu ta'ala, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini, atiu llaha, mtiini Allah, wa atiu rasula, na mtiini mjumbe. atiu llaha yani Qur'ani, wa atiu rasula maana yake ni sunna. Suratu An-Nisa hiyo aya nambari 59 anasema الشيخ محمد بن صالح العثيمين: والأمر بطاعة الرسول، na ile amri aliyoitaja Allah ya taa ya kumtii mtume, yastalzimu an takuna sunnatahu dalilan shar'iyan. Ile taa aliyoamrisha Allah kumtii mtume maana yake nini? Yastalzimu, yalazimika sasa hapo, an takuna sunnatuhu dalilan, kuwa ile sunna yake mtume ni hujja, ni dalili shar'iyan, tena dalili ya kisheria. Sunna ya mtume ni dalili ya kisheria, yajibu al-amalu bih, inapaswa, ni wajibu kuifanyia kazi. Allah kaamrisha atiiwe yeye na atiiwe mtume. Kule kuamrisha Allah kwamba mtume atiiwe, jambo hilo la lazimisha kuwa ile sunna yake mtume, inalazimu kuwa ile sunna yake mtume ni dalili ya kisheria. Dalili ya kisheria, yajibu al-amalu bih, inayopasa kufanyiwa kazi. Qala Allahu ta'ala, anasema tena Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen anasema, kasema Allahu ta'ala, wa man ya'si llaha, na yoyote atakaye muasi Allah, wa rasulahu, na mjumbe wake, fa inna lahu nara jahannam, hakika mtu huyu atakuwa nao moto wa jahannam, ataingia, atapata adhabu ya moto wa jahannam. Kwa kosa gani? La kumuasi nani? Allah na nani? Na mtume. Allah ndio nani? Qur'an ni maneno yake Allah, na mtume ndio nani? Sunna. Nimeeleweka? Kwa hiyo Allahu jalla wa ala yasema, wa man ya'si llaha wa rasulahu,
na yoyote yule atakayemuasi Allah na mjumbe wake, fa inna lahu nara jahannam, anao moto wa jahannam, khalidina fiha abada, watakaa humo milele. Ndipo tuliposema jana, ukichukulia kwamba sunna kama ambavyo shakataeleza si jambo la lazima, ukifanya tapata thawabu, usipofanya hupati dhambi. Hivi jambo ambalo hupati dhambi kisha Allah kuahidi adhabu kama hii, waman ya'si llaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Ikiwa hivi ndivyo maana yake, watu wa fiqhi walipoelezea sunna, ma thabata an nabii sallallahu alayhi wasallam min ghairi iftiradin wala wujubi, walikuwa na maana maalum, sio ile maana ambayo sisi tuchukulia kwamba kila si sunna tu hiyo, sunna tu hiyo upate dhambi sini. La, walikuwa na maana maalum, sio maana ambayo watu wengi tuko nayo. Hiyo ni aya katika suratul Jinni nambari 23. Anasema Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, wa thubutu al-wa'idi ala man ya'si rasula sallallahu alayhi wasallam, na kule kuthibiti makemeo, kuthibiti adhabu. Allah kasema waman ya'si llaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam, imethibiti kwamba ukimuasi mtume utapata adhabu. Ndio Sheikh anasema hapa wa thubutu al-wa'idi, na kule kuthibiti kwa adhabu, kuthibiti kwa makemeo, kwamba Allah amekemea hapo, ala man ya'si rasula, amemkemea yule mwenye kumuasi mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kule kuthibiti makemeo hapo yadullu ala anna sunnatahu hujja, jambo hilo lajulisha juu ya kwamba sunna yake mtume huyo ni hujja, mulzimatun, ni hujja ya lazima, kalqurani tamaman, kama Qurani tena kwa ukamilifu kabisa. Vinginevyo Allah asingeahidi adhabu kwa mtu mwenye kumuasi mtume. Ingekuwa ni jambo ukitaka wachukua, ukitaka waache, na wala hupati chochote. Allah asingemuahidi mtu kupata adhabu kwa kumuasi mtume. Kule kuahidiwa, kule kuthibiti kwamba kuna makemeo hapa, Allah anakemea, basi Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen anasema jambo hilo yadullu ala anna sunnatahu hujja, jambo hilo lajulisha kwamba sunna zake mtume huyo ni hujja, mulzimatun kalqurani tamaman, hujja tena ya lazima kama Qurani, tena kwa utimilifu kabisa. Waqala Allahu ta'ala, anaendelea Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen kutiririsha dalili za kuonesha ulazima wa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna zake, na kwamba jambo hilo ni hujja. Anaendelea kutiririsha dalili. Waqala Allahu ta'ala, na amesema Allahu ta'ala, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, Allah amesema na yale ambayo, na lile ambalo atakupeni mtume, fakhudhuhu, lichukueni. Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, na lile ambalo amekupeni mtume, fakhudhuhu, lichukueni. Wama nahakum anhu fantahu, na lile ambalo amekukatazeni mtume, basi acheni, komeni. Fantahu, komeni, liwacheni. Hiyo ni aya katika suratul Hashr, aya nambari 7. Sheikh Saleh sasa anakuja, Sheikh Muhammad anakuja na maneno yake, anasema wa hadha, na hii iliyozungumzwa hapo, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, wa hadha, na hii, wa in kana fi mali lfaidi, ijapokuwa
amri hii imekuja katika mali ya fai. Mali ya fai ni ile mali ambayo wanaipata Waislamu wanapokwenda katika jihadi, katika vita, halafu vita vile vikawa havijapigana, wakakimbia, makafiri wakawacha mali. Mali ile Waislamu wanaichukua, inaitwa alfai. Sasa mali ile ya fai, Mtume kapewa khiari kuigawa, aigawe kwa anavyo yeye, kwa juhudi zake. Kwa nasema Sheikh Saleh, Sheikh Muhammad, wa hadha, na ili lilokuja hapa amri hii, wama atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa in kana fi mali al-fai, hata kama ijapokuwa imekuja hiyo katika mali ile ya fai, fa inna mala al-fai, kisha nasema hakika hiyo mali ya fai hiyo maqsumun hasaba jitihadi rasuli sallallahu alaihi wasallam, mali ya fai ni yenye kugaiwa kulingana na juhudi, ijtihada ya mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Wa idha kunna mulzamina biqaulihi, na tutakapokuwa sisi ni wenye kulazimishwa, biqabulihi, kukubali mali ya fai, kugawa kwake, jambo hilo limeachwa juu ya jitihada ya mtume, yeye ndo agawe. Sasa ikiwa imekuja limeachwa katika jitihada ya mtume, lakini Allah anatuambia wama atakum rasulu fakhudhuhu. Sasa nasema ijapokuwa na itakapokuwa sisi ni wenye kulazimishwa, biqabulihi, kukubali ugawaji huo unaotokana na jitihada ya mtume mwenyewe, tumeambiwa tukubali, wama atakum rasulu fakhudhuhu, fa ahkamu shariati min babi aula, basi katika upande wa hukumu za kisheria itakuwa ni mlango ulio bora zaidi kuyachukua. Hapa katika jambo la khiari, Allah anatuambia natukupeni mtume, chukueni. Je, pale anapokuja mtume katika mambo ya sheria, sasa fanyeni kadha kadha, fanyeni kadha kadha, hapo itakuwa ni mbabi au la kuyachukua hayo. Umeeleweka hapo eh? Waqala Allahu taala, na amesema Allahu taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, na kwa hakika imekuwa kwenu nyinyi kwa mjumbe wa Allah ni kigezo kizuri mno. Anaturagibisha Allahu jalla waala kwamba sisi tuna pahala pa kugeza, pa kuiga. Laqad kana lakum fi rasulillah, na kwa hakika imekuwa kwenu nyinyi. Sisi tuambiwa, wameanza kuambiwa masahaba mpaka mtu wa mwisho. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, imekuwa kwenu nyinyi kwa mjumbe wa Allah mnacho kigezo kizuri sana. Liman kana yarju llaha, kwa yule ambaye anamtaraji Allah, atakutana naye, atamlipa yaliyo mazuri. Wal yawmal akhir, na anatarajia siku ya mwisho ipo, kiyama kipo. Wa dhakara Allah kathira, na akamtaja Allah sana. Hiyo ni aya katika suratul Ahzab nambari 21. Kisha Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen anakuja na haya, anasema wataasi birasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na kumfuata. Wataasi, na kumuiga, kumfuata. Wataasi birasulillah, na kumuiga, kumfuata mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Yashmalu ma faalahu, kumfuata mtume, jambo hilo linajumuisha yale yote ambayo mtume ameyafanya. Yashmalu ma faalahu, jambo hilo linajumuisha yale ambayo mtume ameyafanya. Ma faalahu nabiyu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kumfuata mtume yajumuisha yale ambayo ameyafanya mtume swalla salam juu yake, bimuqtada dalalati alqurani, kwa mujibu wa maelekezo ya Qur'an.
Kumfuata mtume, jambo hilo linajumuisha yale aliyoyafanya mtume bimuktadha dalalati lqurani, kwa mujibu wa maelekezo ya Qurani. Yako mambo mtume kayafanya kwa mujibu wa maelekezo ya Qurani. Kwa hiyo kumfuata mtume yajumuisha hayo, umfuate katika mambo ambayo mtume kayafanya kwa maelekezo ya Qurani. Mfahamika hapo eh? Wama faalahu fima sannahu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na pia kumfuata mtume yajumuisha kumfuata katika mambo ambayo wama faalahu, na yale mambo ambayo ameyafanya mtume, fima sannahu, katika mambo ambayo mtume mwenyewe ameyaweka kama ni sunna, sio kwa maelekezo ya Qur'an. Katika mambo ambayo mtume mwenyewe ameyafanya, fima sannahu, katika yale ambayo mtume ameyaweka kama ni sunna, sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, swala na salamu ziwe juu yake. Wasemaje? Twende mbele, pana tosha hapo, sababu kuna darasa nyingine baada ya maghrib, watu wanahitaji kuja kusikiza darasa. Simame hapo eh? Tayeb, basi wacha tusimame hapo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam, kuna swali? Mna swali lolote katika haya tuliyoyasoma? Mmesoma? Mmejifunza kitu au nimepiga makelele tu? Ah?